Haya, ndugu watazamaji, karibuni tena sana katika sebule yetu. Usishangae kwamba sebule imebadilika kidogo. Ni kwamba ile ya kwetu inafanya ukarabati kidogo. Kwa hiyo tumeamua kutumia sebule ya The Chanzo yenyewe. Kwa hiyo karibuni sana. Na bahati mbaya hatuwezi kuwakaribisha kahawa kwa sababu tu kwenye sebule ya watu wengine. Lakini leo tunafurahi sana kwa sababu tuna kaka yangu hapa, Aidan Eyakuze, ambaye alikuwa mkurugenzi wa Twaweza kwa miaka 10, na nadhani wengi wetu tulikuwa tunaona kazi ya Twaweza, lakini sijui kama wengi tumeelewa vizuri Aidan yukoje. Kwa hiyo leo tunafurahi sana amekuja kwetu, tupate nafasi ya kuongea. Hata sisi tujue vizuri kwa sababu tunashirikiana kikazi, lakini leo tuna nafasi nzuri sana ya kuweza kuelewana naye. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana mwalimu. Tunakushukuru sana kwa kuja. Na mimi mmeniheshimisha sana kwa kunialika. Wewe ndio umebariki sebule yetu, ingawa sio yetu, lakini Asante sana. Karibu sana. Hata mimi najisikia kwamba nina baraka angalau leo tuko na wewe. Nipate kujua vizuri. Pamoja kwamba tumefanya kazi hapa na pale muda mrefu, lakini si unajua hatujai kukaa sana kuwa na mazungumzo ya kifamilia ya namna hii. Ndio. Ya sebuleni. Karibu sana. Asante, nashukuru sana kwa mwaliko wenu. Nafikiri watazamaji watafurahi sana uwepo wako kama ambavyo sisi tunafurahia. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Kwa hiyo mimi nakumbuka naomba ujaribu kunikumbusha. Nilikutana wewe kabla hujaingia Twaweza. Tena nilikuja kwenye warsha fulani kwenye hoteli kubwa. Na nikakusikia kwa mara ya kwanza. Na unakumbuka ilikuwa nini? Nadhani kabla sijajiunga na Twaweza nilikuwa nafanya tafiti. Nilifanya miaka 9 ya tafiti za kila aina, lakini tulikuwa tumejikita kwenye mambo mawili makubwa. La kwanza lilikuwa katika kuchochea ushiriki wa kanda yetu ya Afrika Mashariki. Hizi nchi 5 sasa ni nchi 7 ambazo ziko kwenye East African Community. Kwa hiyo nafanya utafiti kuhusu jinsi ushirikiano huo unaweza kuwa zaidi unaowahusu wananchi na sio tu dola au sekta ya biashara. Wananchi, je, tunaingiliana vipi kama wananchi wa Afrika Mashariki? Kwa hiyo nilikuwa nafanya utafiti huo. Alafu la pili nilikuwa nafanya utafiti kuhusu swala la inequality, ukosefu wa usawa, hasa usawa wa kipato na hali ya maisha. Kwa labda inawezekana kwamba tukutana nilipokuwa natoa matokeo ya tafiti hizo. Nahisi ya kwanza. Kwa hiyo kumbe swala la ushiriki wa wananchi ni kitu ambacho umekuwa napigania tangu zamani sana. Ndio, tangu zamani. Labda nikueleze, nilibahatika kusoma nje ya nchi kwenye elimu yangu ya sekondari, form 1 mpaka form 6. Nilisoma Eswatini, inaitwa sasa hivi, enzi zile ilikuwa inaitwa Swaziland, falme wa Swaziland. Sasa Swaziland imepakana na Afrika Kusini. Na nilipokuwa nasoma pale, Afrika Kusini ilikuwa bado chini ya uongozi wa Makamuru. Kwa hiyo vijana walikuwa wanapigania uhuru wao, na nimesoma na vijana wengi ambao walikuwa wanakuja shuleni, wanasoma, wanarudi makwao kupigania uhuru wao. Kwa hiyo walinifundisha nikiwa bado mdogo umuhimu wa kushirikisha wananchi katika maamuzi yanayowahusu wao. Walikuwa hawana hiyo fursa, wameipigania fursa. Nilipoondoka walikuwa bado, Mandela alikuwa bado yuko amefungwa. Kwa hiyo mimi nimejifunza kutoka kwa vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, swala la umuhimu la kumweka binadamu katika kiti cha kujiamulia yeye mwenyewe. Kama ni kuchagua viongozi, kuchagua mwenendo wa maisha yake. Nimeona hili ni jambo muhimu sana. Inatupa sisi utu wetu kamili. Kwa hiyo baada ya Tanzania kuunga mkono wa mapinduzi huko Afrika Kusini, na Mtanzania akaenda akaivishwa na hao wanaopigania ndio mapinduzi kule na ushiriki wa watu wote. Kama unavyosema watu niliona live. Kila siku naona wanarudi wanaambia stories zao. Nasikia hapa wasikilizaji, usione vyaelea vimechochea toka zamani, vimeundwa. Kwa hiyo na hii ndio maana Rakesh alipoamua kwamba anaondoka, uliamua kuomba. Sasa nikwambie ni kuaje.
tulishirikiana na Twaweza nilipokuwa nafanya ule utafiti wangu kuhusu masuala ya Afrika Mashariki. Nikasoma kwa sababu mimi napenda sana takwimu data. Nikajua kwamba nikaeleza kwamba Twaweza unafanya hiki kitu kinaitwa Sauti za Wananchi. Mimi sikujua ni nini. Nikasema kweli mnauliza Watanzania maswali kadhaa, basi mimi naomba mtufanyie utafiti. Je, Watanzania wanakubali kwa kiwango kipi ushirikiano kati ya sisi na Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi? Wakatoa utafiti moja mzuri sana. Ni hapo nikasema hii taasisi kweli inafanya mambo mazuri mazito, inatusaidia kuelewa matakwa na uelewa wa Tanzania. Safi kabisa. Nikamwandikia barua au email nikasema jamani, hii ni safi, naomba tushirikiane huko mbele. Sikuwa kabisa na nia wala wazo la kujiunga na Twaweza. Sasa hiyo nilifanya nadhani kama miezi kadhaa, miezi 9 mpaka 12 kabla yeye kuamua kuondoka. Sasa alipoamua kuondoka akanipigia simu sema, sasa wewe uliniambia kwamba unapenda Sauti za Wananchi, kuna fursa hapa ya kuja kuongoza taasisi inayosalisha Sauti za Wananchi. Sema hapana, mimi bora napenda tushirikiane hivi. Wewe endelea tafuta mtu mwingine, mimi napenda tuwe na ushirikiano, lakini sina mpango wa kujiunga na Twaweza. Ndio ilikuwa kauli yangu ya kwanza hiyo. Lakini akaongea na rafiki zangu wengine, anasema wewe mjaribu kumshawishi na yeye angalau aombe hiyo nafasi. Walikuzengea. Walinizonga, unajua. Kwa hiyo nikasema kwanza niwe mkweli, nilikuwa naogopa mambo. Jambo la kwanza, sijawahi kuongoza taasisi kubwa kama hiyo. Jambo la pili, nilijua kwamba taasisi kama hiyo lazima uwe na uwezo wa kuvutia wafadhili waweze kukupa hela ya nisije kufanya hiyo kazi. Fundraising. Unaona. 3, taasisi iko kwenye nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda. Inafanya mambo makubwa. Sema hivi siwezi. Kwa hiyo nikawa nina hofu hiyo, naogopa kuwa kiongozi wa taasisi kama hiyo. Hapana, siwezi. Lakini akawatuma watu wawili wakaniambia, jamani, sasa huyu anaondoka, ni vizuri tukapata Mtanzania kama wewe au ili tuweze kuendelea na hii kazi ambayo inafanywa na taasisi ya Twaweza vizuri. Nikashawishika, nikatuma kabarua kangu pale. Nafanya interview ngumu tu. Ngumu sana. Lakini baada ya kama miezi 3 baada ya kutuma kabarua, ilikuwa Disemba mwaka 2014, wakanipigia simu wakasema, tumeona tukupe wewe hii nafasi. Nilishtuka. Walikuwa wanajua wanayemtafuta. Labda, lakini mimi nilikuwa sijiamini kuwa na kipaji cha uongozi wa aina hiyo. Mimi nilikuwa mtu wa vitabu, kusoma na unaandika, unatoa vitu vyako pale, unaandika afu unaendelea na mambo. Lakini ule uongozi wa aina hiyo ni kwa kweli sijiamini katika kufanya hiyo kazi. Nimejifunza uongozi huo ndani ya Twaweza. Asante. Kwa kweli Twaweza, kwa sababu sijui ulionaje kumrithi Rakesh. Maana Rakesh tayari ameshafanya Kuleana ikavuma sana, ikapata tuzo ya kimataifa, akaanzisha Haki Elimu ambayo ilivuma sana, ambayo utafiti unaonyesha asilimia 78 wa Tanzania walijua Haki Elimu ni kitu gani. Alafu wewe unaingia pale. Bwana Mabala, ilikuwa ni kazi kweli kweli, kwa sababu nilijua na mrithi wanasema mtaani kipande cha mtu. Mtu ambaye kweli amefanya mambo mengi makubwa mazito na yenye muhimu sana, na unaweza kuwashawishi watu wa kawaida na kuishawishi serikali, saa nyingine hata kuikera serikali. Lakini alikuwa mtu anajiamini na anaamini sana kile kitu ambacho alikuwa anakifanya na sababu za msingi za kufanya. Sasa sema hivi kweli mimi nitaweza hii. Lakini nikasema yeye ndio kiatu chake ni kikubwa, labda nitaingia kwenye hii kazi na viatu vyangu vile size yangu mimi mwenyewe. Alafu nitajifunza humo ndani. Sasa bahati nzuri ni kwamba aliacha kada ya uongozi imara sana. Aliweza kuvutia Watanzania na wafanyakazi wa nchi nyingine. Walikuwepo wageni kama 3 hivi pale kwenye kada za juu za Twaweza. Wakanipokea vizuri,
wakanifundisha mambo yote hayo ya management na vitu kama hivyo, lakini wakaniachia pia kuwa na uhuru wa kuwa mimi mwenyewe. Hawakusema hapa na Rakesh anafanya hivi, Rakesh anasema vile, Rakesh hapana, hiyo sikusikia hata siku moja. Wakaniruhusu mimi niwe Aidan. Kwa hiyo waliacha mfumo mzuri sana. Aliacha mfumo mzuri kweli kweli, na niseme pia mfumo ambao umetuheshimisha, umetufanya tusiyumbe kabisa, ni ule wa niseme wa financial management ambao ni mzuri sana. Usimamizi wa fedha, asante sana. Ni mzuri sana. Hii miaka yote 10 hii tumepata hati safi kabisa za ukaguzi wa fedha zetu. So, na zinafanywa na taasisi kubwa, PwC, KPMG, Deloitte. Wote wanatupa hati safi. Tumekaguliwa mara 3 na TRA, hawakupata chochote. Enzi zile za moto. Kwa hiyo mifumo ni ya msingi, unajua. Yaani niwaambie watu, kama unafanya biashara, kama una taasisi yako, kama unaongoza kitengo cha serikali, kuwa na ukweli, uwazi, ubora wa usimamizi wa fedha ni jambo la msingi sana. Linajenga imani, linahakikisha kwamba kazi mnazozifanya zinafanyika kwa ufanisi. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu hatulioni sana, lakini nadhani limekuwa ni jambo, ni sehemu kubwa sana ya mafanikio tumeweza kupata kama tuwaweza. Na nafikiri umirithi, na kulikuwa na program unasema walikuacha na wewe uwe wewe. Sasa nafikiri tutaweza mambo ya Aidan ni mambo gani hasa ambayo unaona ni na wewe ulichangia? Hilo swali gumu. Hilo swali gumu. Mambo ya Aidan. Labda niseme kwamba au ni vitu gani ambavyo wewe ulipenda kusisitiza na kuhakikisha kwamba yanafanyika vizuri na na mwelekeo na kadhalika? Nadhani jambo la kwanza ambalo lilitusaidia mimi wakati tunapita misukosuko ile ni kuwa na msimamo imara kabisa wa kile ambacho unataka kukifanya na yale matokeo unayoyatafuta. Tusiumbishwe na matakwa ya watu wengine au sema jamani, sisi tuna mkakati wetu, tuna malengo yetu, na kimsingi tunamweka mtu Mtanzania, Mkenya, Mganda katikati ya kazi zetu zote tunazozifanya. Sauti yake isikike, matakwa yake yazingatiwe, uhuru wake wa kujieleza uheshimike sana. Kwa hiyo kama sisi tunalenga kuyasukuma hayo, tusikubali, na tujue kwamba hatuvunji sheria yoyote, hatumtukani mtu, hatuingii siasa za nchi, siasa za hapana. Hili jambo la msingi kabisa. Kwa hiyo basi tusiumbishwe. Watu watachukia, watakereka na tunayofanya, lakini kama tumesimama hapo na tumesimama kwenye haki hiyo, ni jambo la msingi. Tujivunie, tujiamini kwamba tunafanya jambo zuri. Na hiyo ilinisaidia mimi, kwa sababu nikwambie kweli, unajua ukipigwa na upepo wa baridi pale na unatetemeka kidogo, lakini ilitusaidia sana. Hiyo niliweza kuwashawishi wenzangu, kuwasaidia wenzangu pale ndani, tuweza kwamba na haya yote tutaivuka, tuyapite, kwa sababu hatujafanya kosa. Hatuna chochote kile ambacho tutakamata, tutafungwa. Na hata wakitafuta kosa hata kwenye usimamizi wa fedha wanatoka kapa. Kwa hiyo ni jambo moja linisaidia sana. Kuwa na msimamo imara. Pili, kuwapa watu wenzako uhuru wa kufanya kazi kwa ufanisi wao wenyewe, na kuwaruhusu wafanye makosa kidogo, kwa sababu watakosea, watajifunza kwa makosa yao. Nisipendi kukaribia kusimamia. Hapana, huyo sio mimi kabisa. Hivi ni mabala au na wewe ulikuwa ni msemo uliupataga sehemu unasema kila mtu ana haki ya kujifunza kutokana na makosa yake? Ndio. Kabisa. Ambapo mara nyingi unakuta sisi tunaibana hiyo mtu asije akafanya makosa. Na mwisho wa siku tunakosa ule uwezo wa kukua na kujifunza kutokana na makosa. Na mtu asipojifunza kutokana na makosa yake, kile unachomwambia kila wakati kwamba hili ni kosa utakosea, hawezi kujifunza. Na hata komaa. Atakuwa anaishi kwa woga katika kila sehemu ya maisha yake. Kwa sababu alafu
ukielekeza unatoa maagizo unaelekeza, basi na akikosea sio yeye aliyekosea, ni wewe unatoa maelekezo. Unajua, alafu unakuwa mkali. Wewe nimekwambia hivi lakini sasa wewe boss umenifanya hivi nifanye hivi. Haya yametokea, utanilaumu mimi. Nimefuata maelekezo yako. Kwa bora mwache akose mwenyewe. Bora. Alafu utamuelekeza. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo limetusaidia sana, kwa sababu limejenga watu kujiamini na kujituma na kufanya mambo, wakijifunza, wakipata mafanikio, wanajivunia wao, wanapata ule mwamko wa kufanya makubwa zaidi, magumu zaidi. Kwa hiyo maana asamani katika hilo mimi napata jambo fulani. Unapompa mtu uhuru wa kutoa mawazo yake au akatoa kile anachokiona, atakosea in the process, lakini mwisho wa siku itamtengenezea uhuru na kujiamini na kukua. Ndiyo. Alafu mwisho wa siku wanatoa ile wanasema constructive confrontation au collaboration. Yaani vitu vyote hivyo ili aweze aweze kuja kukusemea kitu, lazima kwamba ninajua na nina uhuru wa kutoa haya mawazo ili tuweze kujenga kwa pamoja. Kitu ambacho sasa kwenye ushiriki, nafikiri sijui kama nitakuwa na wahi sana, lakini kwenye ushiriki wa wananchi mara nyingi sana unakuta kinabanwa katika ngazi hiyo. Kwamba wananchi watakosea, wananchi hawajui, wananchi hawafanyi nini. Sisi tukishakuwa viongozi ndio tunakuwa tunajua. Na matokeo yake mtu mmoja akitokea anajua, inakuwa hajiamini, miguu inayumba, anausema ukweli miguu inayumba, lakini ukimtingisha kidogo ameanguka. Yes. Nadhani hilo unachosema ni kweli. Kuna changamoto ya uongozi wa nchi zetu ambayo inasema kwamba wananchi hawajui. Wananchi hawana uwezo, ujuzi, hawana rasilimali, hawana kitu. Kazi yetu sisi ni kuwapa. Kama vile wana vikapu ambavyo havina kitu kwenye ndani. Ni kuwapa kila kitu. Chakula, majengo, elimu, maisha bora, kuwajengea uelewa kila siku. Kila siku mwananchi anajengewa uelewa, sijui. Sasa hilo nadhani kwa kweli linatunyima sisi kama jamii ile nguvu ya ushirikiano wenye tija. Inatunyima uwezo wa kuyajua matatizo yetu pamoja na fursa zilizopo, kwa sababu tunamsubiri mtu mmoja atuambie, tunasubiri mtu mmoja atutatulie, tunamsubiri mtu mmoja atuletee, atuwezeshe. Hilo swali, hilo neno mimi wasilipendi, kumwezesha mtu, wajengea uwezo wake. Unamjengea uwezo mtu anayeishi kwenye mazingira yake miaka 20 30. Hilo neno huwa silipendagi sana. Niwezeshe, empowerment. Sio neno ambalo nalipenda. Tunaenda kuwa empower. Ni kweli, na nadhani inaendana vile vile na itikadi ya Freire kwamba kuna hiyo banking concept of education. Kwamba watu ni watupu na unamwagia ujuzi, unamwagia stadi, unamwagia kila kitu. Kwa wao ni kama kibaraka wako. Lakini anasema badala yake watu ni moto wa kuwashwa. Na ukisha wanawaka wenyewe na wanajiendeleza wenyewe na wanajifunza kuchambua wenyewe na kadhalika. Sisi tukiwachambulia ni sawa na kutafuna chakula chote cha mtoto. Watoto wanapozaliwa wana uwezo huo wa asili wa kuchambua, kutafuta, kuonja, kujaribu, kukosea, kuanguka na kunyanyuka. Sasa nini kinatokea wanapoenda shule? Hiyo ni swali zuri sana. Na kuna huyu anaitwa nani, Ted Robinson, sijui nani, nimesahau jina lake. Ken Robinson ambaye anasema kabla kuingia shule mtoto ana kila kitu, ana ubunifu wa kila aina. Alafu kazi ya shule ni kubomoa ule ubunifu kidogo na kufanya awe mtumwa mpaka awe kama unavyotaka awe. Kwa hiyo nakubaliana wewe kabisa. Na hata ukiangalia mitaala yetu, ingawa hata sasa tunasisitiza study, lakini sijui kama nafundishwa kweli. Lakini ubunifu kuwapi? Tunachochea ubunifu wapi? Tunawatia nafasi ya ubunifu. Na shida kwangu mimi actually ni wazazi wa tabaka letu.
Kwa sababu hata wakipeleka mtoto kwenye chekechea au shule ya awali asome na kuandika, apewe homework na nini, akae kwenye dawati, na akianza kucheza huyu ni mtundu. Kwa hiyo yani kabisa tumeunda mfumo kwa sababu tunataka mtoto awe huku. Tumeunda mfumo ambaye inaua ubunifu wa watoto. Nakubaliana na wewe. Na nadhani katika mipango ya maendeleo vile vile tunaua ubunifu wa wananchi vile vile kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya badala ya watu kuwa wabunifu wanakuwa wajanja. Ubunifu unaingia kwenye ujanja. Nakubali yaishe vile vile. Survival labda. Inawezekana ikawa ni kwa sababu ni ujanja ambao unasema kwenye hii kona ulikonipa na survive vipi kwenye hii kona. Umeona, kwa sababu badala ya kuuliza mimi najitoaje kwenye hiko, tunabomoa vipi huu mfumo, hii kona mloniweka tuiache iwe wazi. Lakini mtu anaona naishi vipi, ndio maana tunaishi kwenye uchawa. Una uchawa, una sifu ni kweli. Uchawa na badala ya usawa. Uchawa na uchawi, kwa sababu inabidi usurvive kwenye hiyo kona uliokuwa umewekwa, ulikobanwa. Sasa sijui Mabala kama una la kuongeza hapo kabla sijaingia kwenye uragbishi. Na mimi nataka niulize kwa hiyo mliwa endelea. Maana wakati tunakutana tuwaweze tulikuwa tunaongelea masuala mazima ya uragbishi. Ushiriki na sauti za wananchi. Tumefanya kazi kwa muda mrefu fulani hivi. Na tunasikitika kwamba unaondoka. Lakini mwisho wa siku inabidi tuache nafasi ya wengine tuone wana nini. Sasa unaonaje uragbishi kwa Tanzania? Ni kitu ambacho kinakuwa, ni kitu ambacho kinatuletea kinatupeleka kule tunakofikiria tunaenda, ama ni kitu ambacho kinaenda na kurudi nyuma? Ni vitu gani ambavyo Kwanza nianze kwa kusema kwamba nimejifunza mengi sana kwenye hii dhana ya uragbishi, na kitu ambacho nakikumbuka na sitakisahau daima ni ile picha ambayo napenda kuchora. Ya masikio makubwa. Yaani hiyo picha kwangu mimi ni picha ya kipekee kabisa, kwa sababu na mimi imenisaidia katika mahusiano ya kawaida ya mtu. Unaweza ukapandishwa hisia fulani. Nikitaka kujibu nakumbuka ile picha. Kwa mdomo ili niweze kusikia yule. Kama sikubaliani naye, ngoja kwanza nimsikie anasemaje. Nijue alikosimamia ni wapi. Sasa kwenye uragbishi nisema ile Tanzania nadhani tumepanda mbegu. Tumepanda mbegu. Sisi tuwaweza tumejaribu kupanda mbegu na kumwagilia maji na kupalilia. Kwa kupalilia nasemaje? Katika ile tumejitahidi kushirikiana na TAMISEMI, wizara yetu ya TAMISEMI, kuwasaidia kuelewa dhana nzima ya uragbishi. Nimesema nikupe mfano mmoja. Kulikuwa kuna kipindi wakati wa serikali ya awamu ya 5 walipokuwa wanazungumza kubadilisha mfumo huu wa inaitwaje, devolution, ugatuzi wa madaraka. Asante sana. Ugatuzi madaraka. Wakasema sasa sisi kama serikali tuna mawazo yetu, lakini kwa nini tusiwasikilize wananchi? Wakaje kwetu tuwaweza. Wakasema nyinyi mtaweza kutusaidia kukusanya asasi za kiraia ili tupate kukusanya maoni ya wao kuhusu ugatuzi madaraka. Hiyo ilikuwa sehemu ya uragbishi. Kwa tukaenda kwenye kanda 6 za Tanzania, tumekusanya siku moja kabla ya zile siku rasmi za kutoa maoni, tukawaelimisha, tukawasikiliza, tukasema sasa nyinyi mnapewa fursa ya kwenda kujaribu kuchangia katika utengenezaji uboreshaji wa sera hii. Sasa hapo na mimi nikajifunza, kwa sababu na TAMISEMI licha ya kwamba tulikuwa tuna mgongano fulani hivi na serikali, walikubali maoni yetu, waliyapokea yale maoni ya wananchi ambayo tumeweza na imeweza kidogo kuboresha hiyo sera, hasa kwenye swala la inaitwa local economic development, ili wananchi wawe na sauti kubwa zaidi katika masuala ya uchumi. ONOD sasa kwenye ONOD ambayo nasikia wanajaribu kuboresha hasa ule ufuatiliaji ili serikali iweze kupata kujua zaidi kwa bora zaidi yale yanayoendelea na changamoto za ONOD kwenye nani. Sasa huo kwangu mimi ilikuwa ni sehemu ya uragbishi. Tulikuwa tunairagibisha
serikali kuu. Kwamba sikiliza, sauti za wananchi zina thamani, ngoja tukuonyeshe basi sauti za wananchi zina thamani gani. Ndio maana tukawa na zile workshop za kwenye kanda hizo 6. Na walifurahi kusema kwa kweli maoni ya Zaki na asasi za kiraia za wananchi wa kawaida ni nzuri kweli kweli. Walipokuwa wanalinganisha na maoni walikuwa wanapata na viongozi rasmi wa ndani ya serikali, sema hivi vitu vina uzito tofauti. Kwa hiyo hilo kwa nisema, ndio hilo nisemaje, tumepanda kambegu hapo kwa wananchi, tumekapanda kambegu na bado kanaendelea. Wenzangu tulioacha pale, Dr. Barwani anawasaidia sana serikali katika kuboresha huo ufuatiliaji, mfumo wa ufuatiliaji wa ONOD, lakini pamoja na ile dhana zima ya ushiriki wa wananchi. Lakini niseme pia, kwa sababu changamoto iliyopo nadhani ni kwamba, na hapa inabidi unisaidie, kwamba kama wananchi tunapenda, nadhani watoto vikuu wanasema desa, yani mambo rahisi, laini, utelezi katika maisha yetu. Kwa hiyo uragibishi unahitaji mtu akae, atafakari, achambue. Unajua inachukua kidogo muda. Wengi hawapendi kutoka kwenye kutafuniwa kuanza kujifunza kutafuna sasa na kusema kwa nini niko hapa. Kwa hiyo nafikiri tumewekwa kwenye mazingira ya kwamba fanya ulichoambiwa. Na hiyo sasa sio kitu kidogo, kimeanzia shuleni. Fanya ulichoambiwa. Mtoto yoyote atakayejibu tofauti na mwalimu alichomwelekeza ni kiboko, si ndio? Hivyo hivyo kwenye jamii yako, mtoto wako akibishana mkajaribu kutofautiana mitizamo, umekuwa na kiburi, kiboko. Kwa hiyo ukija kwenye jamii, ndio maana sasa hivi unaona hata kuna kipindi fulani wananchi walikuwa wanajaribu kujibu na kujibu au hata kutoa mawazo tofauti kwa serikali. Labda mtu mmoja anaweza akasema wewe ni nani mpaka kuikosoa serikali? Ndio. Yani hivi it's like hutakiwi. Kauli ambayo inawanyamazisha wengi. Unawanyamazisha wengi, lakini kumbe mtu ana haki katika maisha yake. Ndio maana tunasema sasa ushiriki ule. Ndiyo. Umeishi hapa, wewe uta experience maisha tofauti na utakavyo una experience wewe. Kwenye nafasi yangu kiatu nilichokivaa, maisha yangu yana namna tofauti. Kwa hiyo ili niweze kubeba mawazo yangu nyinyi au kama serikali au kama waamuzi, lazima mnisikilize na mimi. Sasa hamwezi kuyabeba kama mimi nimesema ndio mkuu kila wakati, ndio mkuu. Maana yake hata uwezo wa kuyatizama maisha yangu sina. Umeona, kwa sababu nimekuzwa hivyo, umeona. Kwa hiyo tunapoleta uragbishi tunamrudisha mtu kwenye nafasi yake. Rudi sasa. Chambua maisha yako. Chambua, fikiria hapo ulipo, kwa nini upo ulipo. Hichi kinachofanyika unanufaika vipi na wewe mawazo yako Sasa wanapokuambia dada na Grace, mbona wewe unatuchonganisha bwana na serikali na uongozi wetu? Wewe unatuzumbua. Unajibu vipi? Kwa sababu hayo majibu yanakuwa mengi. Lakini nasema bwana acha bwana, usituzumbue hapa. Tunawajibu vipi watu? Wanaotoa kauli kama. Kwa mfano ni swala la kuhoji. Kwa nini ukimuuliza mtu hivi, kwa nini tunafanya tunachokifanya? Kuna dhambi? Ni kweli. Sitaliuliza hilo swali kama sijajiuliza hayo maswali mimi mwenyewe. Ndio. Kwa sababu kinachonisukuma mimi kuuliza ni kwa sababu nimeshakuwa uncomfortable kwenye kiatu nilichovaa. Ndio narudi kuja kukuuliza. Lakini nikijisikia niko comfortable hivi nauliza ili iweje? Ili waje wanisumbue. Lakini nikijisikia kwamba hapa siko comfortable, nitakuja kukuuliza wewe. Na nikikuuliza wala sioni kama kuna kosa lolote. Kwa hiyo nitakuuliza inavyotakiwa. Twende pamoja. Shida hata mtu ambaye anakuwa jiamini, anapouliza anahisi kama amechokonoa ugomvi. Kwa hiyo na yeye analiuliza kiugomvi. Ndio tunakuja kwamba how do we collaborate? Ni namna gani tuna collaborate badala ya kuconfront ile negative? Au ni namna gani ninatoa ile wanasema constructive criticism ama confrontation or something like that. Ni namna gani ninaitoa ambayo inakuonyesha wewe ni wapi tunataka kwenda. Unaona? Kwa hiyo ndio kitu ambacho nafikiri hivi recently tulikuwa tunajaribu kuelezea, kwa sababu tunaposema viongozi nao ni watu. Ndio. Na wao wanafanya kulingana na mfumo walivyoukuta. Kwa hiyo ni namna gani kwa pamoja mimi na viongozi tunaweza tukaona kwamba huu mfumo inawezekana ni mfumo mzuri, lakini labda tukifanya kwa namna hii inaweza ikaufanya ukawa mzuri zaidi. Hivyo kutoa mawazo jengefu. Na watu wanashawishika kwa njia tofauti. Wale ambao wataangalia takwimu, wengine wanapenda story niseme, mifano hai, ili unawasema okay sawa, niko tayari kubadilisha mtazamo wangu ili tu
jaribu kitu kipya. Na mimi nadhani ulitumia neno ambalo nataka kuichukua kwamba uliragbisha serikali. Na mimi nadhani hiyo ni kitu muhimu ambayo inaendana na hiyo uchambuzi wa kujenga kwa pamoja. Kwamba inawezekana tulipoanza uragbishi tulikuwa tunafanya uragbishi na wananchi tu, na wananchi waamke na kusema wanachotaka na kudai haki zao na nini, na serikali ni adui. Wakati ambapo na serikali ni mwenza, na hasa kwenye halmashauri na ngazi za jamii, kwa namna ya kujenga huu pamoja. Hii nadhani kitu kimoja cha pili la kutanemaza waragbishi. Uzuri wa waragbishi kwangu mimi ni mbili. Moja, haina chama. Na tulipofanya kazi Mbogwe pamoja na Twaweza, kwa mfano kulikuwa na Senator Lulembela ambaye kulikuwa na ugomvi, walikuwa hawajawahi kufanya mkutano wa kijiji muda mrefu sana. Lakini mkutano wa waragbishi walifanya, na alikuwa mkuu wa wilaya sasa, nini mliwezaje kwenda pale? Sisi tukienda mbele twende na polisi na nini. Lakini nini mnaingia? Tukasema kwa sababu sisi hatuendi na agenda sisi. Kwa hiyo watu wako tayari kukaa na kujadili. Alafu ya pili, ingawa uragbishi mara nyingi mwanzoni unaibua vitu ambavyo viongozi wasingependa viibuliwe. Kwa hiyo mwanzo uragbishi mara nyingi ni ugomvi vile vile. Lakini baadaye kwa sababu wananchi sasa wanafurahi, wanasikilizwa na vipaumbele vyao vinazingatiwa, wanaanza kufanya vitu ambavyo ni kwa sifa ya viongozi vile vile. Shule zinajengwa, zahanati zinajengwa, watu wanachangamkia maendeleo na kadhalika. Kwa hiyo ukipita kwenye sehemu ya mgogoro wa mwanzo, huko mbele unaona kuna mambo mazuri. Sijui wewe unaonaje hapo? Ni kweli kabisa, sio tu Mbogwe, tumeona hiyo Pangani, tumeona hiyo nadhani ilikuwa Maswa, hata Kigoma, ndio. Hiyo ni taita teknolojia fulani ya upatanishi kati ya wananchi na uongozi kwenye hiyo sehemu. Ni kweli kabisa, lakini kama unavyosema serikali au uongozi na wenyewe unahitaji kuragibishwa. Ni neno. Wanahitaji ndio, ni muhimu, la sivyo wako wamezoea mifumo iliyowalea kitaaluma na kazini, na kutoka hapo nje ni ngumu sana. Kwa sababu wakubwa wao wanaweza kusema wewe hujafuata maelekezo, sio kanuni hizi, sio taratibu zetu, kwa hiyo nitakuadhibu. Inabidi sasa ushawishi aweze kusema sawa, nitatoka nje kidogo ya mstari, lakini matokeo kule mbele ni mazuri, ni makubwa. Ushirikiano na wananchi itatusaidia sisi kupeleka na kusuma ajenda zinazowagusa wananchi, zinazofikia matakwa ya wananchi. Lakini nadhani changamoto nyingine kwamba sijui kama sisi kama Azaki, sisi watu wachokozi au wachochezi au waragbishi tunalitambua hilo. Nadhani bado kwetu sisi wapo wengi wanasema bwana, serikali ni adui. Serikali ni watu ambao ni kuwakemea. Watumishi hawafai. Lakini mimi nadhani 95% ya watumishi wanajitahidi sana kusukuma gurudumu letu hili la taifa letu hili. Nadhani hiyo ni 1% kubwa sana. Inabidi na sisi tuweze kuwaelewa na kukana, sio kukubaliana na kila kitu tunachokifanya, lakini tuwaelewe kama ulivyosema wewe ni binadamu kama sisi. Na wao wangependa kuwa na mafanikio, wangependa kuacha legacy kwa Kiswahili nini? Alama, asante, ya mabadiliko. Kwa mimi nimefanya kile, sisi tumeleta mabadiliko haya. Ndio, tukifanya kazi na wao pamoja hivi, nadhani tutafanikiwa zaidi tu. Na unakuta kwa mfano labda ni kiongozi hata anaenda eneo fulani, wale watu tumesema, nachukulia tu mfano mzuri pia ni Paul Freire ama Kabra Kanani nafikiri, anasema kwamba wananchi wakishakuwa wamegandamizwa muda mrefu wanatengeneza ile tendency ya kuignore ile kwamba kujitia kwamba hayanihusu hayo ni mambo ya serikali hayo. Kwa hiyo hata kiongozi anapoingia pale anakuta wewe ni kiongozi bana, mambo yao ni ya serikali. Kwa hiyo watu wameshatengeneza ile kwamba kudharau
sio kama ni nini, ni kudharau ama ni kutokujali. Tabia ya kutokujali. Kwa hiyo mtu anasema nitawaita vipi kiongozi wananchi? Nitawaeleza vipi masuala haya? Kwa sababu wananchi wameshakuwa wamepoteza imani, hawajali tena. Utamaduni wa kutokujali. Kwa hiyo inapokuja swala la uragbishi, masuala yameibuliwa na wananchi na wanayazungumza. Kiongozi anajua wananchi wanakuwa hasa wanataka nini na interest yao inakuwa nini. Anajua namna ya bridge hiyo hiyo gap na kuweza kusema nitaongea una wananchi hawa kwa masuala haya, nitarespond, nitaaddress masuala haya. Na hiyo matokeo yake unakuta kwamba inainuliwa na uragbishi. Kwa hiyo uragbishi unaenda kuondoa hiyo dhana ya au tuseme utamaduni wa ukimya, utamaduni wa kudharau, utamaduni wa kusema kwamba kila kitu serikali itajua. Matokeo yake inakuleta utamaduni wa ushiriki. Na niliona hiyo wakati tuko Kishapu. Tumeenda kule, watu wa Mwadui wanasema mmeendaje kwenye jamii? Mmeitishaje vikao kwenye jamii na watu wameshiriki kwa wingi namna hii na wanaongea bila kuwa na polisi? Kwa sababu walikuwa wanajua lazima uende na polisi, wanacho wameshakuwa na hasira ya muda mrefu. Sasa hata Kishapu uongozi wenyewe ulishtuka ukasema nyinyi ni wakina nani? Mwanzoni, lakini baadaye waliona kwamba kumbe ni sisi tumeibua masuala ya msingi. Sio kwamba tumeibua, nyapo ni sasa yanaanza kuzungumzwa kwa wazi. Kwa hiyo kwa kiongozi kwake inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kufanya masuala na kufuatilia na kudai na kuweza kushirikiana na wananchi. Matokeo yake walitupa ushirikiano baada ya hapo mpaka mradi unafika mwisho tukiwa marafiki kabisa. Ndio. Wameona matokeo. Wameona matokeo. Umewatatulia na wao tatizo kubwa sana la ushiriki wa wananchi. Ni jambo unadhani kwa serikali nyingi ni jambo gumu, unajua. Ni jambo gumu na ni muhimu. Ni muhimu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba naona muda nakwenda kidogo kwamba uragbishi ni legacy, ni urithi wako mmoja wapo wa yani kinacho kichuma kutoka pale Twaweza. Sana. sana. Kwa sababu labda tuongee hii kazi ambayo nimeanza sasa majuzi tu. Ni aina fulani ya uragbishi wa kimataifa. Tunarekebisha nini? Mataifa. Ngazi tofauti kidogo. Tunarekebisha vitu vitatu vya msingi. Uwazi wa taarifa za serikali ili wananchi wapate kujua kinachoendelea, kinachowazunguka. Ushiriki wa wananchi katika maamuzi yanayofanywa na serikali. Mengine ni magumu kweli. Lakini wakishirikisha wananchi wanafanya maamuzi ambayo yanakubalika na wengi. Tatu, uwajibikaji wa serikali kwa wananchi. Lakini unaona katikati ya hiyo ni mwananchi apate taarifa, ashirikishwe na serikali iwajibike kwake. Na sisi tunaragibisha hayo kwenye ngazi ya mataifa na kwenye ngazi ya serikali za mitaa, kwa sababu Open Government Partnership ina mataifa 77 wanachama. Ina serikali niseme serikali za mitaa, mwingine ni majimbo, mwingine ni miji, sio tu mitaa. Zaidi ya 152. Na wao wote tunawasaidia, tunawashirikisha, tunawashawishi kutumia hivyo vitu vitatu hivi. Jambo kwanza, kuwa wazi na taarifa yenu. Mkisajili kampuni kwa mfano, Ana Grace anasajili kampuni na Aida, tupate kujua Ana Grace ni nani na wanafanya nini, ili tupate kujua wao wenyewe wanaitwa beneficial owners, wamiliki ambao wananufaika na biashara za hizo kampuni wafahamike. Kwa sababu kuna sheria nyingi sana, mataifa mengi sana wanaficha miliki wa kampuni, sijui kwa nini, kuna sababu zao. Au wanaweka mahali ambapo watu hawawezi kupata hizo taarifa. Kwa sababu nakumbuka sisi tulipoingia kwenye OGP kabla haijapiga marufuku. Na sisi tulifanya uragbishi na Twaweza kule Mbogwe na Kigoma. Na kwenda kwenye mikutano ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tofauti kwa sababu wale wengi walikuwa wanatumia zaidi teknolojia. Kwa sasa sisi ni wazi kabisa, tumeweka kila kitu kwenye mtandao. Ndio. Lakini wangapi wameangalia mtandao? Ni wachache. Kwa hiyo huu ni uwazi ambao uwazi kifiche. Nadhani OGP imetambua hilo, nasema haitoshi. Kuweka kila kitu kwenye mtandao haitoshi. Hapana. Lazima ufungue vitu vingine vya ziada.
na sio tu kuweka takwimu na data na taarifa mtandao. Hiyo haitoshi. Haitoshi. Kuna ile kwa Kiingereza sijui unaweza kusemaje, accessibility, acceptability, ya ile swala la access information. Kwanza hiyo taarifa unayoishare inaendana na mazingira ya pale watu wanaielewa, au maana unaweza ukatumia chombo ambacho watu hawawezi kuaccess kabisa, au hakipo acceptable katika mazingira yale. Kwa mfano tuchukulie tu Kigoma, maeneo yale, maana taarifa za pale Kigoma zinawahusu wananchi wale wote. Sasa unapoiweka kwenye mtandao, mwangapi unaweza kuingia kwenye website ya serikali kuweza kusoma hiyo taarifa. Umeona? Kwa hiyo inawezekana ukasema tumeiweka wazi, lakini kwa ajili ya na ni kweli kuna taarifa nyingi zinawekwa wazi, lakini kama unavyosema, wangapi wataweza kwenda kwenye mtandao, kwenye tovuti ya Wizara ya Fedha wakapata? Ni wachache sana. Au waende kwenye tovuti ya PPRA wanaoratibu masuala ya manunuzi ya serikali wakatafuta. Ni ngumu. Kwa hiyo tunahitaji wengine hawa katikati wa kuweza kutafsiri ile taarifa ili wananchi waweze kuielewa na kuitumia kwa manufaa yao. Kwa hiyo OGB inajaribu kufanya hiyo utafsiri huo. Kwa ndio nimepeleka hii dhana ya uragibishi, nitaitumia inisaidie kwenye kazi yangu. Na hasa kwenye makundi, kwa mfano makundi ya wanawake, tunaona kulingana na mazingira yetu wanawake ni kundi fulani ambalo wengi wameachwa hapa. Na hasa hizo taarifa za kwenye halmashauri nyingi zinawahusu sana tu. Lakini sasa unakuta ni wakati gani mimi niingia kusoma. Hata kama ukichapisha kwenye kijitabu kidogo. Ndio. Unakumbuka tulikuwa na vijitabu fulani hivi vya Twaweza, nafikiri tulikuwa tunavisambaza vya budget na nini. Tulikuwa tunavisambaza kwa pamoja na ya serikali za mitaa. Hizo zilikuwa za policy forum. Policy forum pia vile. Tulikuwa tunavisambaza, lakini ni wanawake wangapi wanasoma? Mwanamke shughuli zake ni nyingi sana. Lakini walikuwa wana uwezo wa kusema atakuja, ataweza kuhudhuria zile activities nyingine, maigizo, sio manini, sio vitu gani, ile mijadala mbalimbali, angalau kidogo ukiwapatia kwa muda wao wanaweza kujadili na kushiriki. Ni kweli. Kuna kazi. Tuseme tu kwamba swala jambo lazima liwe hivi. Inabidi tujenge daraja au tuwashike watu mikono waweze kuvuka hiyo daraja, wafikie yale malengo ambayo umeweka wazi. Wananchi mshiriki basi kwenye mijadala. Watashiriki saa ngapi? Kwa kipindi kipi? Kwa kutumia kuzingatia taarifa zipi ambazo nazo? Au walikwenda tu pale na tumeafikia hapo naondoka baada ya dakika 5? Hapana. Na kuna changamoto ni taje nchi ya Kenya. Kenya kwenye katiba yao ni swala la kikatiba ushiriki wa wananchi katika maamuzi. Wana kitu kinaitwa County Integrated Development Plan, CIDP. Ni jambo la kikatiba, wanalazimika kikatiba kuwashirikisha wananchi. Jambo zuri kikatiba. Lakini sasa utekelezaji, watawaita wananchi, wasema sasa county hii hapa rasimu page 500. Tuna masaa 2 tu ya kujadili. County, jimbo, mkoa mzima unajadili. Huwezi, unaona? Kwa hiyo tunasema hapana, inabidi badilishe kidogo utekelezaji. Haki na baki pale pale. Lakini utekelezaji ili wananchi wawe kweli na nguvu na uwezo wa kushiriki, inabidi mfumo kidogo ubadilike, na hiyo ndio kazi ya uragibishi, ndio kazi ya wanazaki, na kazi ya hata serikali yenyewe. Rahisisha hivi vitu ili watu waweze kushiriki. La sivyo inakuwa ni wanahitaji unafunika tu, unasema kwamba sisi tunawashirikisha, lakini ushiriki wa kweli haupo. Ni ushiriki bandia. Na nadhani tatizo ya pili, kwa mfano mimi nilikuwepo tulipoanzisha na ni fursa na vikwazo vya maendeleo, na ilifanyika sana kwa kushirikiana na UNICEF. Na katibu mkuu wa amesema mama sijaona. Wananchi mwanzoni walikuwa wanashiriki vizuri sana, wanatoa mawazo yao, wanafanya mipango yao. Alafu ikaenda huku inaminywa kidogo, inaondolewa vitu, inaenda hapa inaondolewa vitu. Inaporudi kwa wananchi ni tofauti kabisa na walivyokuwa wanataka. Kwa hiyo wengi walikata tamaa. Sasa ina faida gani kushiriki kama tunachopendekeza basi hapana, hiyo haiendani na mipango ya taifa au sio na kitu gani? Na mimi nimeona kwa kweli, yani kila hata ile wazo la marehemu
Magufuli kwamba kile nadhani kiuchumi ilikuwa haiwezekani, lakini kile kijiji kipewa alisema sijui milioni 500 milioni 50. Labda hiyo haiwezekani, lakini kungekuwa na fungu fulani ambayo ni chini ya uongozi ya wananchi, wanaamua kwenye jamii yao wanataka, kama ni shule, kama ni Brazil wamefanya hivyo, wameigwa na Spain na Paris in participatory budgeting. Wapi? Brazil, Spain, Paris, nadhani na majimbo Philippines inaitwa participatory budgeting. Kwa hiyo kupanga budget kwa kushirikisha watu, wanatengewa kabisa hizi hapa kiasi ambacho maamuzi yote ni tufanye nini. Safi kabisa. Naweza ikasaidia sana, ndio ushiriki ndio ushirikishwaji wa mzito inafanyika kwenye nchi nyingine, labda tutajaribu lakini sasa yani Tanzania tumekuwa kinara kwa namna fulani cha uragibishi. Ilikuwaje tukajitoa OGP? Nadhani serikali ya awamu ile ilikuwa inaona haitaki kudhibitiwa na makubaliano ya kimataifa sana, na walipotuandikia barua walisema kwamba tuko ndani ya Africa Peer Review Mechanism ya NEPAD na kuna OGP. Hivi vitu vile vinafanana sana. Kwa hiyo tujitoe kwenye OGP, tutabaki kwenye Africa Peer Review Mechanism na NEPAD. Sasa nisema tu kwamba tofauti kubwa kati ya OGP na NEPAD ni ushiriki wa wananchi. OGP tunakaa, tuko pamoja na serikali na viongozi wakuu wa nchi na viongozi wa wizara, tunakaa pamoja na wao kama asasi za kiraia na wananchi katika kufanya maamuzi na uchambuzi na vile. Lakini NEPAD, kwa kurahisisha, NEPAD wanaowajibishwa na wanawajibishana wao kwa wao kama viongozi wa nchi kwenye vyumba ambavyo vimefungwa. Hatujui sisi, hatuoni ndani. Hatuoni ndani sisi kama wananchi. Kama tuna malalamiko yetu, tunalalamia serikali yetu, wanaenda wanajibishwa na serikali ya nchi jirani au ya nchi ya mbali kabisa kule wakikaa Ethiopia, Addis Africa Union. Kwa hiyo kuna tofauti hapo. Lakini wameamua kujitoa kwenye OGP, bado tuko ndani ya Africa Peer Review Mechanism. Labda baada ya uchaguzi nitarudi mambo yakishakuwa yametengamaa kidogo, tuzungumze tena kama Tanzania ikajiunga. Kwa sababu ukweli ni kwamba changamoto sio za Tanzania tu, za dunia nzima haziwezi kutatuliwa kwa nguvu za serikali peke yake. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani kabisa. Tunahitaji kuwa na wananchi. Kuna tafiti zimefanyika hata kwenye nchi tajiri kwamba wananchi wanataka washirikishwe kwenye maamuzi hayo. Hawana imani kwamba serikali zao zinaweza kufanya maamuzi ambayo yataleta kwa mfano usawa wa tabaka moja na lingine, hata kizazi kimoja na kingine. Na unajua kwamba Ulaya na nchi za Asia, Japan, Singapore, China wana tatizo kubwa la wananchi wao kuzeeka. Wanakuwa wazee na hawana vijana wa kutosha wa nguvu kazi ya kuhakikisha wanalipa kodi ili hata wazee wenyewe wapate kunani. Kwa hiyo hili tatizo unalitatuaje? Unahakikishaje kwamba wazee ambao wamejenga taifa wanalindwa, wanatunzwa, lakini pia vijana wanapata fursa. Sasa kunani? Lakini hapo wapiga kura wengi ni wazee. Ndio. Kwa hiyo vijana hawasikilizwi. Sasa hata Uingereza hiyo Brexit ni kweli, asilimia kubwa sana ya vijana walikuwa hataki kabisa kutoka, lakini ni wachache. Kuna wazo niliwahi kulisikia ili kujaribu kutatua hilo tatizo. Kwa nini vijana wasipewe kura 2 kwa kila kura moja? Safi kabisa. Unaona, kwa sababu ndio kweli wenyewe. Maisha ya mbele hadi ya vijana, na kwenye nchi ambapo vijana ni wachache, basi wao wapewe sauti kubwa ya ziada. Unaona, kwa nini wasipewe kura 2? Sasa hilo tatizo ni jambo la kijamii, kunani, haiwezi kutoka tu kama kauli ya juu. Kwa hiyo kimsingi, kama hatuwezi kutatua matatizo yetu kama serikali yenyewe, tunahitaji mifumo ya ushirikishwaji ambao sio bandia. Ushirikishwaji wa kweli. Na kwenye sehemu kama hizo za OGP ndio zinaleta uwezo wa kuwashirikisha watu. Na zinaanza kwenye serikali za mitaa. Nilienda Philippines mwezi uliopita, nikakutana na meya
mmoja mstahiki meja, mama mmoja imara kabisa, alisema unajua mimi niko Quezon City, ndio mji wake. Quezon City ni kubwa kama Dar es Salaam, ina watu, ina wakazi milioni 4. Lakini ni sehemu moja ya Manila, ni kubwa kweli. Manila nane watu kama milioni 12. Quezon City, yeye huyo mama anaitwa Joy akasema sisi tulichokifanya tumeongeza kimapato yetu mara 2 ndani ya miaka 6 bila kuongeza viwango vya kodi. Sema umefanyaje hivyo? Sema kwa sababu tumerahisisha upatikanaji wa leseni, tumerahisisha upatikanaji wa vitambulisho, tumerahisisha ulipaji wa kodi, vyote hivyo. Sasa watu kwa sababu wanajua nikipata leseni, nikipata kitambulisho, sitabugudhiwa na watu wa jiji kwa mfano. Sintalipa. Kwa hiyo wengi wanalipa. Wameongeza mara 2 kwa lakini alifanyaje? Aliwasikiliza wananchi wake. Aliwasikiliza Quezon City ina nadhani vyuo vikuu kama 2 au 3 vikubwa. Kwani wengi ni vijana. Amewasikiliza, wakasema fanyeni hiki, rahisisheni, tumieni mitandao. Unaona sasa matokeo yake. Lakini bila kuwasikiliza wananchi. Paris walikuwa na tatizo la magari, foleni. Alafu wananchi wa Paris wamekereka na mafoleni, sema sasa tunahitaji maeneo ambapo hayana magari, car free zone. Sasa basi wakapewa fungu, sikumbuki ni euro ngapi, wafanye maamuzi ya jinsi ya kutumia hilo fungu kuboresha miundombinu ya Paris. Wakachagua kuwa na barabara maalum za baiskeli. Hakuna magari kupita hapo, baiskeli. Sasa watu wanatembea baiskeli, wanaweza kupeleka watoto wao pale nje, mnakaa mnaenjoy bila ile kero ya magari. Sasa ukiacha serikali hawatafikiria jambo kama hilo, unajua, kwa sababu watu wengi serikalini wana nini? Wana magari. Wana magari, wana kabisa muhimu. Haoni kwanza kama nani. Haoni. Unafikiri hii njia yetu hii ya pale Manzese pale ambapo wameweka barabara kabisa ya watu kuweza kupita, labda hata na baisikeli pale juu, sio kule juu, hapa pembezoni wa barabara, pembezoni pale. Lakini si majaa makiosk, si nini. Sasa watu waweze kupita, wafanye biashara wamejaa sana hivi pale. Lakini ukikaa na wao sema sasa tupe sehemu au tupe wakati ili tuweze kufanya biashara zetu, tutakubaliana. Mimi nadhani hili jambo sijalitafiti, sijaenda, lakini hili jambo la kuwa na jiji wa masaa 24 kubwa kama Dar es Salaam ni jambo zuri. Ili maduka yaweze kuwa unaenda pale na unahitaji kitu. Kwanza watu wa Manzese wameulizwa. Sijui sasa hapo sijui. Hapo labda ndio hiyo moja kauli ya kutoka juu kwenda chini. Haya, fungua jiji. Sijui kama hii ya kupanga masoko nani. Mara nyingi unapanga soko ambalo sio mahali ambapo wananchi wanataka. Kwa hiyo na kuna hiyo nani unaitwa Slum Dwellers International ambayo wanafanya kazi katika nchi nyingi, ambayo wananchi wa pale wakipewa nafasi ya kukaa na kudai watafanyaje katika maendeleo na hewa, kwa kujua nani vikwazo vyote vilivyopo vya maji machafu na hakuna sehemu ya biashara, wanakuja wanapanga wenyewe. Hata katika kufanya mapping, wako watu wangapi, wao wanajua kufanya vizuri kuliko hata sensa inavyofanya. Na Tanzania ipo, lakini ipo kidogo sana. I don't know, yani nimefurahi sana. Yani kupata hiyo nafasi laiti ningekuwa nimepata huko nyuma ingekuwa vizuri zaidi. Lakini bado tupo. Lakini Sebule bado ipo. Kila ukija Tanzania lazima uje kwenye Sebule bado. Na utapata kuletea basi stories za Quezon City. Sawa. Lakini mwisho nataka nikuulize, mwaka huu kumekuwa na mapinduzi makubwa sana huko Marekani. Ambayo walikuwa wanadai ndio kinara wa demokrasia. Na mimi binafsi imani yangu ni kwamba Trump ameshinda kwa sababu kulikuwa hamna uragibishi Marekani. Chama kilichokuwa kinatawala ilikuwa haisikilizi wananchi na mipango yao na uchumi yao, na imewasahau kabisa wananchi wale wengi. Na ukitaka kushindana na right wing populist, lazima uwe na left wing populist. Na Bernie Sanders alisema chama cha demokrasia, Democrats hawakuongelea kabisa bread and butter issues, masuala yanayogusa maisha ya watu, wananchi wa kawaida. Sasa lakini yaliyotokea yametokea, na right wing populist ndio wameshika nafasi pamoja na
na kaka yake bilionea, sijui nani rais kati yao. Kuna mmoja amechaguliwa, mwingine alipatika. Ndio. Amevuruga kabisa mfumo wa dunia kwa mwezi miwili. Amefunga vitu vingi, marafiki wamegeuzwa kuwa maadui. Na maadui wamekuwa marafiki. Na maadui wamekuwa marafiki. Sasa wewe unaenda sasa kwenye OGP ambayo ule O imebadilishwa sana. Na ile partnership, ile P iko hewani vile vile. Ningependa kusikia maoni yako kidogo. Kwanza kwa ujumla, lakini hata kuhusu Tanzania. Sisi tunapenda ushiriki, uragbishi na nini. Tufanyeje sasa katika hali hii? Sawa, hilo swali la msingi sana na linatutafakarisha sana pale OGP. Lakini nianze kwa kusema jambo la kwanza. Hayo mapinduzi, mabadiliko makubwa yanatupa sisi fursa kama wapenda uragbishi ambao watetezi wa haki za wananchi kujikusanya upya na kufikiria upya jinsi ya kupambana na hiyo hali ambayo inabadilika na kusukuma ajenda zetu. Nadhani tulisahau, na umesema ukweli kabisa, kwamba Democratic Party na wengine hawakuzingatia matakwa ya msingi ya wananchi. Ukiangalia miaka tuseme 40 ya utandawazi huu, kwa kweli yamewaumiza sana wananchi wa Marekani ambao walikuwa wamezoea na wameishi na wamenufaika na uchumi wa viwanda, kwa sababu viwanda vimetoka Marekani vimeenda China, vimeenda Mexico, vingine vimeenda Canada. Wao wamebaki wamebaki kapa. Wakakasirika. Na hasa wanaume, jinsia ya kiume hasa wamekasirika sana. Ndio maana Trump ameshinda. Kwa kifupi, ameshinda kwa sababu amechochea hasira za tabaka fulani la wenzake. Anasema nyinyi maskini kwa sababu ya wale na yule na hiki na kile. Ukinichagua mimi, nitawadhibiti, nitafukuza, nitawaziba, na wamchagua. Hawajui kwamba wao wataumia, na wameshaanza kuumia kwa sababu ya sera zile za kuweka vikwazo vya kuingiza bidhaa na kufukuza wahamiaji haramu wanaosema wameanza kuumia. Lakini cha msingi nisema kwamba sisi inabidi na sisi tuweze kuelewa na kueleza na kujali na kuzingatia matakwa, mahitaji ya msingi. Sio tu Marekani, hapa Tanzania, kama ni Uingereza, popote pale, lazima wananchi wasema serikali yangu inanijali, serikali yangu inanisikiliza, serikali yangu inazingatia yale ambayo yananigusa mimi. Ndio sehemu ambapo inabidi tuanze kwenda. Na niseme kwamba kwa sababu wiki iliyopita tulikaa kama kamati ya uongozi ya OGP ya serikali ya Spain, Brazil na tabuita mragishi mwanazaki mmoja wa Cielo Magno wa Philippines na mwingine wa hapa Kenya anaitwa Steph Mushai. Tukasema mkakati wetu itabidi sasa tujenge upya ule utashi wa kisiasa wa serikali wa kuhakikisha kwamba serikali zao kweli ni wazi, shirikishi na zinawajibika. Tujenge upya utashi huu. Na bahati nzuri serikali ya Spain, ya Brazil na South Africa wakatoa maoni kwenye mtandao wa Al Jazeera kusema kwamba huu ushirikiano wa kimataifa ni muhimu sana, lazima ulindwe. Kwa hiyo wameshaanza kusema yale ambayo yanafanywa na Marekani na Trump sio. Na tunajenga sasa sisi kundi la mataifa ambalo linasema huu ushirikiano wa kimataifa ni muhimu sana, lazima tuulinde, tuendeleze. Sasa OGP tutajenga hapa ni kuimarisha utashi wa kisiasa wa serikali kufanya hivyo. Lakini pili, kubadilisha niseme story yetu, kusema kwamba
serikali za uwazi za namna hii zina matokeo chana kwa wananchi moja kwa moja. Na hapa tuna mifano kwenye hizi serikali za mitaa zaidi ya 152 kwamba wanafanya hiki, iwe Brazil, iwe Quezon City, iwe Austin, Texas. Kuna mifano mingi sana. Sasa sisi kazi yetu ni kuibua hii mifano, kuisuka pamoja, kusema kwamba angalia story hii, angalia hii tunaita narrative mpya ya ushirikiano kati ya wananchi na serikali ambayo inaweza kuleta matokeo chanya. Msibweteke, msidanganywe na hizi story kwamba mtu akiwa na nguvu pale juu ndio ataweza kuleteni maendeleo. Ni nchi chache sana ambazo zimeweza kufanya hivyo. Na hata Marekani nadhani watapitia hiyo njia ya kusema kumbe mifumo yetu ya kuwashirikisha wananchi, mifumo yetu ya kuhakikisha kwamba mfumo mmoja, mhimili mmoja unawajibisha mhimili mwingine kwa kutetea haki zetu sisi za wananchi ni muhimu sana. Inabidi na sisi tuilinde, tusichukulie poa. Yaani wameanza kuamka katika hilo. Sisi nje ya Marekani na sisi tumeona hii kwa kweli inaweza kaonekana kwamba ni jambo mbaya sana, lakini ni fursa ya sisi kujitafakari, kujiunda upya na kusukuma hili gurudumu la uwazi ushirikiano. Mapambano. Lakini upande wa Tanzania kwa kumalizia naona ni fursa nyingine vile vile. Kwamba tumebweteka kwa afya, kwa elimu, hasa hivi viwili tumetegemea sana msaada kutoka nje. Ndio. Kwa hiyo sisi tunaweza kutumia pesa zetu kwa mambo ya NASA. Ni matanuzi. Kwa hiyo wao si wataleta dawa au watafanya hivi au watanini. Nakumbuka nilienda kwenye wilaya moja wakati fulani, kulikuwa na mpango mzuri sana wa ulinzi wa vijana, watoto. Ndio. Wa shilingi milioni 120. Katika 120, milioni 115 ilitolewa na UNICEF. Na milioni 5 ilitolewa na halmashauri. Kwa maana yake kwamba UNICEF wakiondoka hakuna mpango. Kwa hiyo hii ni changamoto kwangu mimi, kwetu, kwa serikali yetu na kwa jamii kwa ujumla. Tunatumiaje pesa zetu wenyewe vizuri zaidi? Na hiyo ni kwa kushirikisha wananchi tena kupendekeza namna ya kufanya. Sijui unaonaje hapo? Hilo nakubaliana 200%. Na inabidi sisi kama wananchi wa kawaida tujue kwamba unajua sisi ndio tuna wajibu wa kujijengea maisha bora. Sisi sio wajibu wa nchi nyingine ya nje kutuletea maendeleo, kutuletea maisha mazuri. Tuna wajibu ni. Kwa hiyo maamuzi tunachochagua kukifanya au kutokukifanya, tunachochagua kupeleka pesa pale au kupinunua, kina matokeo ya moja kwa moja direct na ubora wa maisha yetu. Kama nilivyosema, tumepoteza nadhani kwa bahati mbaya tuna marafiki wengi sana Tanzania. Bahati nzuri. Lakini tulipewa mahela mengi tena sana pia ya kuchezea. Na nadhani sasa ni muda wa kuamka sasa. Sema unajua rasilimali hizo nazo ni sisi wenyewe, na hizi ambazo za kwetu hapa tunazitumiaje ili kujiletea maendeleo na maisha bora zaidi. Lazima na sisi wenyewe tuamke, tusilalamike kwamba au tusilale sema basi nimekufa kwa sababu hakuna mfadhili. Hapana. Kabisa. Aidan, tunakushukuru sana bwana. Nakushukuru sana kwa heshima hii. Yani kwa kweli tumefurahi. Sebule yetu imechangamka sana na tumejifunza mengi sana. Tunashukuru sana. Na mimi nashukuru sana kwa hii mabara. Asante. Niseme tu, lakini na mimi niseme tu asanteni sana kwa kazi zenu. Unajua kazi zenu hazionekani huko kwenye magazeti, lakini ni za msingi kweli kweli. Hiyo mbegu mnayoipanda itaota, itakuwa ni kama mibuyu mikubwa tu baadaye. Asante. Shukrani sana. Karibu sana tena, ingawa unapokuja huko na karibu tena. Tuzidi kubadilishana mawazo. Asante sana. Kudumu na kudumu. Asante. Shukrani sana. Naam, kama mlivyomsikia mtaalamu wetu wa masuala ya ushiriki ndugu Aidan
amekuja nasi, ametuangazia na ametupa mambo mazuri sana ya kuonyesha umuhimu wa ushiriki na ushiriki wa wananchi hasa katika kujiletea maendeleo yenu. Kipindi hiki cha Aidan ni mojawapo ya vipindi vingine ambavyo vitafuata. Karibuni sana sebuleni kwetu. Tutakuwa na mijadala kama ambavyo tumeshawaahidi, mingi na mingi zaidi. Mimi na Bwana Mabala hapa tunawashukuru sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza, lakini tunamshukuru zaidi mgeni wetu hapa sebuleni, na tunawakaribisha pia kwa maoni na mitizamo, na anayetaka pia atatupigia simu na tuweze kushirikiana na kuweza kujadiliana. Kama tulivyosema, mijadala yetu ni mipana hasa inayoangazia masuala ya jamii. Asante.